Habari za jioni mabibi na mabwana. Tungependa kwa kuanza kusema asanteni sana kwa kutenga muda wenu na kuungana nasi kwenye hii webinar ya leo ambayo tutapitia matokeo Kiswahili kimenikimbia matokeo ya nusu mwaka ya hizi iFunds. Na kabla hatujamwalika Profesa Warsame ambaye ni director wa iTrust, ningependa kuwakumbusha kwamba hii webinar iko recorded, kwa hiyo mtaweza kuiona kwenye YouTube. Kama kuna mtu ambaye amekosa anaweza akaangalia kwenye YouTube. Tutaipost kesho, kwa hiyo itakuwa available kwa wote, na pia tunapenda kuwakumbusha kwamba baada ya presentation mtaweza kuuliza maswali yenu, au mnaweza mkaanza kuyauliza maswali yenu kwenye chat na Q&A, na tutayauliza na kuyajibu pindi tutakapomaliza presentation. Baada ya kusema hayo, ningependa kumwalika Profesa Warsame. Karibu sana Prof. Asante sana Winnie. Habari za leo kila mtu aliyeingia kwenye hii webinar yetu kuhusu mifuko yetu ya uwekezaji. Nashukuru sana kwamba mmeweza kuja leo kutusikiliza matokeo yetu ya mwaka huu, nusu ya mwaka 2026. Kwa hiyo tukianza, nilikuwa nataka niongelee kidogo tu kuhusu kampuni yetu ya iTrust Finance. Hii ni kampuni ambayo ina njia 4 kuu za biashara. Mojawapo ni katika kukopesha, nyingine ni katika kuuza hisa na hatifungani, nyingine ni katika kutoa ushauri wa kupata miamala ya kuleta hela katika soko letu la Dar es Salaam Stock Exchange, na nyingine ni hii hapa ambayo tuna mifuko ambayo tunasimamia. Sisi ni watu ambao, kampuni hii inasimamiwa na Benki ya Tanzania, Benki Kuu, CMSA na pamoja na soko letu la DSE. Katika miaka hivi karibuni tumeweza kufanya kama transaction kama 20 kwenye soko, na tumeweza kuwapatia hayo makampuni kama trilioni 1.1 katika pesa ambazo zimepatikana kwenye soko. Sasa hivi tunazisimamia mifuko ambayo inakaribia bilioni 600, na tunakopesha vile tunakopesha about 80 billion, na vile tunafanya uuzaji wa hisa na hatifungane ambazo mwaka uliopita tulifanya bilioni 230. Tukielekea katika vitu ambavyo tumefanikisha katika mwaka huu, tulianza mwaka huu tukaleta kwenye soko hisa ya East African ETF ambayo sasa hivi imeorodheshwa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Hii ilifanyika tarehe 28 Januari mwaka huu. April tulifanikisha Sukuk. Hii ni hatifungani ambayo inaendana na misingi ya sharia ambayo tulifanya 12. Na vilevile mwaka huu tumeweza kusaidia kuuza hisa za benki ya Mwalimu. Hii ni benki ambayo tumeweza kuipatia mtaji wa bilioni kama 20.5 kutoka kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Na vilevile tumeleta hatifungani yetu wenyewe iTrust Bond. Ilikuwa ya kwanza, tulikuwa tunategemea kupata kama bilioni 15, lakini tukapata karibu bilioni 115. Kwa hiyo ilikuwa imefanya vizuri sana. Vilevile nataka niwakaribishe kwamba wiki ijayo tutakuwa tunafungua bondi ya benki ya I&M, inaitwa Hatua Bond, ambayo itakuwa sokoni kuanzia Jumatatu. Kwa wale wote ambao mna app yetu au mna access, ni wateja wa iTrust, mnakaribishwa sana mnunue, mwekeze katika hii hatifungani ya benki ya I&M. Inaanza kuuzwa kuanzia Jumatatu. Kwa hiyo hii inakupa vitu ambavyo tumefanya mwaka huu. Sasa hivi iTrust tutawachukueni kuwapitisheni katika matokeo ya mifuko yetu. Karibuni sana. Asante sana Prof. Baada ya introduction hiyo nzuri, karibu sana Francis kwa ajili ya kuyapitia matokeo. Asante Winnie. Habari za jioni mabibi na mabwana. Tutaelezea kwa ufupi performance ya mifuko yetu, jinsi ilivyofanya katika miezi ya mwaka huu, miezi 6 ya mwaka huu 2026. Nitaanza na mfuko wa iDollar. Mfuko wa iDollar mpaka kufikia mwisho wa mwezi wa 6 ulikuwa una thamani ya USD milioni 38, ambayo inaonyesha
kupanda kwa 191%. Hivyo hivyo kipande cha mfuko huu kilikuwa kina thamani shilingi 104.84, ambayo inaonyesha kwamba katika nusu mwaka huu mfuko umefanya 2.6% kwa kuangalia jinsi mfuko ulivyofanya katika currency ya USD. Ukilinganisha jinsi mfuko ulivyofanya ukilinganisha na kigezo chake, mfuko ulifanya vizuri sana. Kama mnavyoona hapo, kigezo kilifanya 103.5 wakati mfuko umefanya 104.8. Na upande wa kulia kuna mgawanyo wa mali. Mnavyoona pia kuna corporate bond, yani hati fungani za mashirika, na time deposit ambayo ni hela zilizowekwa benki, ambapo asilimia kubwa iko hapo kwenye hizo time deposit. Kwa hiyo ni ishara nzuri kwamba mfuko huu umefanya vizuri kulinganisha na kigezo chake, na inaashiria kwamba mfuko utaendelea kufanya vizuri katika siku zijazo. Na tukija pia kwenye taarifa za kifedha, hizi taarifa za kifedha zitawekwa kwenye website yetu, nadhani kesho mapema zitakuwepo, ila nitaelezea kwa ufupi tu. Kama mnavyoona upande wa kushoto kuna taarifa za mapato na matumizi, profit and loss statement, na chini kabisa mnaweza mkaona faida ya mfuko huu. So, kwa mfuko huu ulianza mwezi wa 8, kwa hiyo mpaka kufikia mwisho wa mwezi wa 6 kuna miezi 11, ila kwenye mifuko mingine itakuwa ina taarifa za miezi 6 tu. Kwa hiyo mnavyoona hapo chini, faida ya mfuko huu ni $9,912,000. Na upande wa kulia mnaona thamani ya mfuko $38.5 million. Thamani ya kipande kimoja mpaka kufikia mwisho wa mwezi wa 6 ni shilingi 104.84. Nimkaribisha mwenzangu aendelee na mifuko mingine. Asante. Habari za jioni mabibi na mabwana, karibuni. Tunaendelea na mfuko wetu wa iCash, ambapo iCash ni mfuko wetu unaowekeza kwenye hatifungani za muda mfupi ambazo ni hatifungani za kiserikali, ambao tunaona tuna 48.7%, lakini pia tunawekeza kwenye hatifungani za makampuni binafsi ambao tumewekeza kwa 17.9%, lakini pia tumewekeza kwenye time deposits ambayo ni 32.2%. Mfuko huu kuanzia Januari mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 2026 umefanya vizuri kwa kupata return za 5.64%, na umefanya vizuri kuliko kilinganishi chake au benchmark yake, ambapo tunaona mfuko umefikia ni 119.1917, huku benchmark yake ikiwa 112.1057. Na mfuko huu kufikia tarehe 30 mwezi wa 6 ulikuwa na thamani ya mfuko au AUM ya bilioni 59.37. Tukienda kwenye taarifa za fedha za mfuko huu wa iCash, tunaona kwamba kwenye taarifa yetu ya mapato na matumizi tumepata faida ya bilioni 2.3, na thamani ya mfuko ikiwa ni bilioni 59.2, huku net asset value yake ikiwa ni 119.1917. Mfuko unaofuatia ni mfuko wetu wa iIncome, ambao huu ni mfuko unaowezesha wawekezaji wake kupata mapato, sehemu ya faida kila mwisho wa mwezi. Mfuko huu hadi sasa una AUM ya bilioni 14.14 na thamani ya kila kipande hadi mwisho wa tarehe 30 mwezi wa 6 una thamani ya kila kipande kilikuwa kina thamani ya shilingi 121.6757, na mfuko huu ndani ya miezi 6 ya mwanzo umeweza kupata return ya 6.46. Toka kuanzishwa kwa mfuko
kuweza kufanya distribution au kuwalipa sehemu ya mapato ya wawekezaji wetu ambao ni milioni 475, huku milioni 300 kwa sababu tunalipa faida, sehemu ya faida inayopatikana kwa mwezi, huku milioni 300 imerudishwa na kuwa reinvested, yani imerudishwa kwenye mfuko na kuendelea kuwekeza kwenye mfuko. Pia tunaona kwamba katika mfuko huu umeweza kufanya vizuri zaidi ya benchmark yake, ambapo mfuko umefikia kila kipande umefikia 121.6757, huku benchmark yake ikiwa katika shilingi 119.3262. Kwa ufupi tu mfuko umeendelea kufanya vizuri zaidi, na tunawasihi muendelee kuwekeza, especially kwa wale ambao wanataka kupata returns by the end of the month. Tukienda kwenye taarifa yake ya fedha, tunaona kwamba mfuko umepata faida ya bilioni 1.01. Thamani ya mfuko ikiwa ni bilioni 16.14, huku thamani ya kipande ni 121.6757. Mfuko wetu mwingine wa iSafe tunaona pia na wenyewe unaendelea kufanya vizuri zaidi, ambapo una AUM ya bilioni 17.94, lakini pia thamani ya kipande kwa mwezi wa sita ilikuwa ni 123.5286, na umeweza kupata return toka ndani ya hiyo miezi sita ya mwanzo, umeweza kupata return ya 8.48, asilimia 8.48. Tukienda kwenye taarifa ya fedha pia tunaona umeweza kupata faida ya bilioni 1.2 na thamani ya mfuko ikiwa ni bilioni 17.88 na thamani ya kila kipande ni 123.5286. Asante. Okay, habari za saizi. Mfuko unaofuata ni mfuko wetu wa Iman ambao unafuata sheria za Kiislamu katika uwekezaji wake, na tunaona umeendelea kufanya vizuri kutoka mwaka jana mpaka hivi sasa, ukitoa faida ya 6.14%, lakini thamani halisi ya mfuko ikiendelea kupanda kwa 18% kufikia bilioni 17.64. Kama tunavyozidi kuona kwenye graph pale, Iman imezidi kuwa na mwendo mzuri sokoni, na hivi karibuni katika mkutano wetu mkuu wa wanahisa tuliweza kupata ruhusa ya kwenda kuwekeza nje ya mipaka ya Tanzania. Hivyo tunategemea kwamba mfuko utaendelea kufanya vizuri katika nusu ya pili ya mwaka 2026. Lakini tukiangalia mgawanyo wa hii tunasema wa mali za mfuko, sana sana umekaa katika sukuks, lakini ya pili ikiwa ni katika hisa na time deposits. Hivyo hii ruhusa tuliyopata ya kwenda kuwekeza nje ya mipaka ya Tanzania itatusaidia katika kuweka mgawanyo wetu vizuri zaidi. Katika taarifa ya kifedha kwenye mapato na matumizi tunaona tuliweza kupata faida ya milioni 966, huku hali ya kifedha ikionyesha tukiwa na thamani ya bilioni 17.549 na thamani ya kipande kwa tarehe 30 mwezi wa sita ikiwa ni shilingi 146.6049. Mfuko unaofuata ni mfuko pendwa ambao umekuwa ukifanya vizuri East Africa nzima, ambao ni iGrowth, ambao wenyewe umeendelea kufanya vizuri. Umeweza kuzidi kigezo chake kwa sehemu kubwa kwa 32%, huku tayari ukitengeneza faida ya 51% ambayo ni zaidi ya faida tuliweza kutengeneza mwaka mzima kwa mwaka jana wa 46%. Thamani ya kipande kwa tarehe 30 ilikuwa ni shilingi 221, huku thamani ya mfuko mzima ikiwa bilioni 205.
na kama nilivyosema awali kwamba umeweza kutengeneza faida ya 51.64%. Katika nusu hii ya kwanza ya mwaka tuliweza kupokea magawio kutoka katika zile kampuni ambazo tumeweza kuwekeza zenye thamani ya bilioni 3.53, na kwa haraka haraka tunaweza kuona mgawanyo wa mali katika mfuko wetu wa iGrowth, huku sana sana ukiwa umejaza sana kwenye hisa kwa 71%, ETF 11%, lakini hati fungani kwa 7.3%. Kwa chini tunaweza kuona taarifa za kifedha ambako tunaweza kuona tumeweza kupokea faida kwa mwaka huu wa 2026 ya bilioni 61.7, huku statement of financial position ikionyesha tuna thamani ya bilioni 205.4 na thamani halisi ya kipande ikiwa katika shilingi 221.07. Na mwisho ni mfuko wetu ambao unauzwa katika soko la hisa la Dar es Salaam ambao unaitwa ETF, East Africa ETF, ambao na wenyewe umeendelea kufanya vizuri ukiangalia sokoni, lakini pia katika thamani halisi ya mfuko. Sokoni imeweza kufunga kwa shilingi 1260 ikionyesha ongezeko la 26%, huku thamani halisi NAV ikipanda kwa 28% ikiwa shilingi 1288. Hivyo inaonyesha katika kipindi hiki cha miezi 6, japokuwa kulikuwa na misukosuko ya hapa na pale katika masoko ya hisa la Dar es Salaam, soko la hisa la Nairobi, la Uganda, lakini bado tunaona ETF yetu imeendelea kufanya vizuri. In terms of thamani katika soko la hisa ilikuwa ni bilioni 142.49, huku faida ikiwa ni 26%, lakini katika magawio ambayo tumeweza kupokea kutoka katika sehemu ambazo tumeweza kuwekeza ikiwa ni bilioni 5.38. Kwa hiyo tunazidi kuona katika graph pale ni kwa jinsi gani mfuko umekuwa ukifanya vizuri zaidi ukilinganisha na kigezo chake. Pia katika mgawanyo sasa wa mali tunaweza kuona tumejaribu kuonyesha ni kwa jinsi gani kila kampuni ikiwa na asilimia zake pale, lakini pia tumeonyesha sector allocation kwamba imewekeza katika kitu gani, huku tukiona upande wa banking ukiwa unaongoza ukifuata na mawasiliano telecommunication, lakini pia manufacturing uchakataji haujaachwa mbali sana. Katika upande wa nchi tunaona tumewekeza sana katika nchi ya Kenya, lakini Tanzania haipo mbali ikifuatiwa na Uganda na Rwanda. Toka tumeweza kuanzisha mfuko tunaona kuna baadhi ya kampuni ambazo zimekuwa zikifanya vizuri kama tunavyozidi kuona pale NMB, CRDB, Equity zikifanya vizuri sana. Lakini tunavyopitia chini tunaona Voda kidogo imeyumba, lakini kwa watu ambao wanafuatilia soko la hisa hivi karibuni Voda imekuwa ikipanda. Kwa hiyo tunategemea hata performance yetu itazidi kuendelea vizuri, lakini overall tunaweza kuona kwamba ETF iko balanced vizuri, imeweza kupangilika katika namna ambayo kampuni zote zilizomo zinaonyesha zina faida nzuri. Katika taarifa ya kifedha tunaona nusu mwaka huu ambao haujakamilika, lakini ni makadirio, tunaona kwamba tumeweza kutengeneza faida ya bilioni 25.6, huku thamani ya mali ikiwa katika bilioni 145.73 na thamani halisi ya kipande ikiwa shilingi 1288.65. Asante. Asante sana team, tunashukuru kwa presentation hiyo nzuri. Ningependa kualika kuuliza maswali yenu kwenye chat na Q&A. Kama kuna sehemu yoyote una swali, ungependa kujua zaidi kuhusu mfuko, ungependa kuelewa imefanyeje katika hii nusu mwaka, tunawakaribisha wote kwa ajili ya kuuliza.
Kabla hatujaanza maswali ya mifuko, kuna baadhi ya maswali kuhusu app na portal. Kuna mtu anauliza kwamba portal kwa ajili ya corporate account, nadhani anauliza anaweza ku access kivipi holdings zake kwenye portal. Nadhani kwa sasa hivi corporate anaweza akaona holdings zake kwenye portal. Upande wa app ndo bado tunafanyia huo mchakato. Kwa hiyo Menstra, kama umepata changamoto yoyote, tafadhali tunaomba tutumie namba yako ya simu na tutawasiliana na wewe kuhusu wewe hapo kuweza kuona corporate account yako kwenye portal ya iTrust. Wakati tunaendelea kuyapitia maswali, ningependa pia kuwakumbusha kwamba mnaweza mkawekeza kirahisi zaidi katika hii mifuko yetu yote tuliyoitaja kwa kudownload app ya iTrust Finance kwenye Play Store na App Store. Ipo, unaweza ukatafuta tu iTrust Finance na ukadownload na ukaanza kuwekeza na ukakua. Kwa wale wawekezaji wetu ambao mpo, mnaweza mkaona portfolio yenu pia pale kwenye app kirahisi, mkaitrack kila siku, mkaona portfolio. Tunapendaga kale kanamba kanavyoendelea kukua. Kwa hiyo ukiwa na hii app ya iTrust ni rahisi sana wewe kuweza kuona investment yako inavyokuwa kila siku. Na pia kwa wale ambao wangependa kuwekeza kwenye ETF, kwenye upande wa hisa, mnaweza mkanunua zaidi ETF. Kwa hiyo vyote mnaweza mkafanya kwenye upande wa app ya iTrust na mkaziona holdings zenu zikiwa sehemu moja. Tunapenda pia kuwakumbusha kwamba ukiwa unataka kuwekeza katika mfuko wowote, tafadhali ingia kwenye app, chagua funds, chagua huo mfuko, alafu weka order. Ukishaweka order, unaweza ukafanya push payment pale pale kupitia na mtandao wa simu, kupitia benki pia. Kwa hiyo inarahisisha sana, unaweza ukafanya malipo yako moja kwa moja ili kuhakikisha kwamba vipande vinapelekwa kwenye account ile unayoitaka. Hii ni hasa kwa wale watu ambao wenye account mbalimbali, iwe ya mtoto minor account au ya kampuni corporate account. Inarahisisha na joint pia inarahisisha kujua kwamba hivi vipande ni kwa ajili ya account ipi. Baada ya hayo, ningependa kuanza kuuliza baadhi ya maswali. Tuanze na iDollar, si ndio? Naomba ufafanuzi zaidi kuhusu utendaji wa iDollar. Naona imewasilishwa kwa ufupi mno leo ikilinganishwa na mifuko mingine. Asante. Nadhani labda kwa sababu tulianza nayo, kama Francis unaweza ukarudi kidogo. Pia tunapenda kuwakumbusha kwamba iDollar Fund ni mfuko pekee ambao unaweza ukawekeza kwa dola hapa Tanzania. Unatakiwa, moja ya mahitaji ni kwamba unatakiwa kuwa na bank account ya dola ya hapa Tanzania ili wewe uweze kuwekeza katika iDollar. Kama Francis unaweza mkatupitisha tutajitahidi kwenda polepole kidogo lakini haraka, ili pia tuweze kuyauliza na maswali mengine pia. Karibu Francis. Asante Winnie. So labda nielezee tena kuhusu iDollar. iDollar hapo tuna figures ambazo ni za mwisho wa mwezi wa sita. Huu mfuko ulianza mwezi wa 8 mwaka jana, na kwa hiyo mpaka kufikia mwisho wa mwezi wa sita una miezi 11. Kwa hiyo NAV yake kama unavyoona hapo ilianza na shilingi 100 huo mwezi wa 8 mpaka kufikia mwezi wa sita, mwisho wa mwezi wa sita imefikia 104.84. Ila kwa nusu mwaka, yani tukiangalia tu Januari mpaka Juni, una 2.63. Ila kuanzia mfuko ulipoanza una 4.84. Kwa hiyo tukiona hapo kuna graph inaonyesha, kuna mstari wa blue ambao unaonyesha iDollar performance yake na mstari wa mwekundu tuseme ambao unaonyesha kigezo cha iDollar, yani benchmark yake. Kwa hiyo iDollar imefanya vizuri sana, imezidi benchmark yake, na huku upande wa kulia kuna mgawanyo wa mali, yani iDollar imewekeza wapi. Kwa hiyo kuna corporate bond ambazo ni hati fungani za mashirika au kampuni, na kuna time deposit ambazo ni hela zilizowekwa benki.
Kwa hiyo asilimia kubwa, kuna hela zimewekwa benki 72% na kuna hati fungani 28%. Kwa hiyo huu ni mfuko ambao umefanya vizuri sana, unamsaidia mtu ambaye ana fedha zake za USD kupata income nzuri na kuweza kuwekeza kwa muda mrefu pia. Ninaweza nikaelezea tena kwenye taarifa za kifedha. Hizi ni taarifa za kifedha zinaonyesha jinsi huu mfuko ulivyo perform kwa miezi 11 tangia ilipoanza. Kwa hiyo kuna faida nzuri imepatikana hapo kwenye huu mfuko ambayo ni USD 900,012 katika hiyo miezi yote 11, na mwisho wa mwezi wa 6 thamani ya mfuko mzima ni milioni za USD 138.5. Kipande kimoja mwisho wa mwezi wa 6 kina thamani ya 104.84. Asante Francis. Nadhani hapo angalau tuko pamoja upande wa iDollar. Kabla sijamleta Prof kuuliza changamoto ambazo tumeziona nadhani katika uwekezaji, lakini pia tuweza kama Prof utagusia pia changamoto ambazo wawekezaji wanapata hapa Tanzania na changamoto ambazo iTrust zinapata labda kwenye uwekezaji, kwa sababu hakuelezea vizuri. Angependa kujua ni changamoto za uwekezaji kwa upande upi. Ningependa kulijibu hili swali. Je, inawezekana kwa mtu mwenye app 2 kudelete app moja na kubaki na moja tu? Ndio, tulivyozindua hii app yetu mpya, ile app ya zamani tumeacha kuitumia, na hata ukifungua itakwambia kwamba kuna new version available na itakupeleka kwenye ile app mpya. Kwa hiyo ile ya zamani unaweza ukaidelete. Usihofu kabisa, imradi umesha unganisha app yako mpya pamoja na account yako na umesha create profile, utaweza kuona holdings zako zote katika sehemu moja. Tunapenda kuwakumbusha kwamba kwenye hii app mpya, ili uweze kuona account zako zote, lazima ucreate profile kwanza, alafu ndo unganishe account zako kwenye hiyo profile moja. Prof, karibu. Asante sana. Ni changamoto gani mmekumbana nazo katika uwekezaji? Nadhani katika uwekezaji changamoto zilizokuwepo ni za kawaida ambazo wawekezaji wote wanakutana nazo. Mojawapo ni kwamba liquidity, tunaita ukwasi kwa Kiswahili nadhani. Liquidity ni maana kwamba unapokuwa na fedha ukitaka kuwekeza, kununua au kuuza, je, kuna soko likoje? Kwa hiyo sometimes katika nchi zetu na sio Tanzania peke yake, labda Kenya, Uganda, Rwanda, kote kwa mfano ambazo masoko ambayo EAC ETF inawekeza, unakuta kwamba mnasubiri labda kutafuta hizo shares, labda hisa mnasubiri hata wiki moja, siku 3, siku 4 mpaka unapatikana hizo hisa. Kwa hiyo liquidity ni changamoto mojawapo. Changamoto nyingine ni kwamba masoko yetu ya East Africa na hata Tanzania tunapata hati fungani nyingi, lakini bado hatujapata hisa mpya, IPOs. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunakifanyia kazi hapa iTrust, kutafuta kwamba makampuni yetu hapa Tanzania yakue, yaje kwenye soko, yauze hizo hisa zao ambazo sisi tutaweza kuwekeza, na wawekezaji kama nyinyi mtafaidika kutokana na kushiriki katika uchumi wa Tanzania, washiriki kwenye uchumi wao, washiriki kwenye mashirika ambayo yanafanya vizuri. Kwa hiyo tunasubiri hizo IPOs na ni changamoto mojawapo, kwa sababu kuwekeza tu kwenye makampuni yaliyokuwepo tunasema kwamba inatufunga mikono kidogo, ni limited. Lakini ikija hizo makampuni mengine mengi kwenye soko letu, tunapata fursa zaidi. Kwa hiyo tunaomba kwamba wote tufanyie kazi hilo swala na tupate makampuni mengi ambayo yatakuja kwenye soko letu la hisa la Dar es Salaam. Lakini kwa changamoto zingine, hizo ni changamoto za uwekezaji ambazo kila mtu anazo, lakini kwa wale wawekezaji Tanzania tunaona mara nyingi kuna changamoto kama zile za kuelewa knowledge, kwamba mtu anataka kujua zaidi katika uwekezaji. Sisi hapa iTrust tunafanyaga webinars, tunawaalika, na wote ambao mnataka kujua zaidi, naombeni mwingie kwenye webinars zetu, mjifunze jinsi ya kuwekeza. Moja ya changamoto Tanzania ni kwamba Watanzania wengi uwekezaji wa muda mrefu
kuwekeza kwa ajili ya retirement ni muhimu, lakini wengi wameziacha. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu labda ana miaka 50, 55 anakaribia kustaafu, lakini bado hajajiwekea akiba ya kutosha. Kwa hiyo tunataka Watanzania wote wapate fursa za kuwekeza, wajiwekee akiba na maisha yao yaweze kuwa mazuri zaidi watakapofikia kwenye kustaafu. Nashukuru. Asante sana Prof. Kabla sijarudi kwa timu, umeongelea kwamba watu wajue wanataka kuwekeza wapi na sasa kwa muda mrefu. Kuna swali kwamba mfuko gani unamfaa mfanyakazi ambaye anatamani kuwa long term investor, yaani anataka kuwekeza kwa muda mrefu? Okay. Nadhani kutegemea na jinsi ambavyo mwekezaji mwenyewe alivyo ndio itatusaidia kujua zaidi kwamba unahitaji nini. Kwa mfano kama wewe ni mtu ambaye umri wako bado ni mdogo, uko mbali na kustaafu, unataka kuwekeza kwa muda mrefu, unaweza ukachukua zile mifuko ambayo yanakuwa na more growth potential. Kwa mfano kama iGrowth, kwa mfano kama ETF ambazo zina hatarishi kidogo zaidi, lakini zinakupa returns ambazo ukiwa mtu wa muda mrefu then unaweza kufaidika nazo zaidi. Lakini vile vile usisahau hata ukiwa na umri wote unatakiwa kidogo uwekeze kwenye safer, zile mifuko ambayo yanakuwa kidogo more safe kama iCash, kwa ajili ya kuwa na at least hela kidogo ambayo ukizihitaji unaweza ukazipata haraka bila kulipia fee yoyote. Kwa hiyo kuwekeza kidogo kwenye iCash ni kitu kizuri. Vile vile katika mifuko yetu ya hati fungani kama iSave. Kwa hiyo unachofanya ni kwamba gawa ile hela ambayo unataka kuwekeza, unaweza ukawa nyingi zinakaa kwenye zile mifuko ambayo ni long term za growth kama iGrowth na ETF, alafu zingine unahakikisha kwamba zipo pale kwenye reserve ambayo ni kama mifuko kama iSave, na kuna vile vile mfuko kama iCash kwa ajili ya emergency. Unakuwa na hela pale ambazo utaweza kuzitumia popote ambapo utahitaji. Huna haja kuuza zile uwekezaji wako ambao ni wa muda mrefu. Kwa hiyo unakuwa na reserve ya muda mfupi ambayo unaweza ukaitumia ikitokea kwamba unahitaji. Kama kawaida yetu binadamu, tunakuwa na mambo mengi katika maisha na unaweza ukahitaji hela. Kwa hiyo kuwa na some amount percentage ambayo umewekeza kwenye iCash na kusaidia katika mambo kama hayo. Asante sana Prof. Nadhani mimi kama mwekezaji mnayejifunza kila siku, nadhani nilichopata cha muhimu sana kutoka kwako ni kwamba ni muhimu ku diversify, sio mfuko mmoja tu, bali kuweka katika mifuko tofauti tofauti kama ulivyosema, kulingana na mahitaji yako na malengo yako na pia uwezo wako wa kuhimili risk, tuseme, si ndio? Asante sana Prof. Sasa turudi kwenye iGrowth. Kuna mwekezaji anahitaji kujua zaidi kwamba mfuko wa iGrowth umewekeza kwenye vitu gani haswa, alafu mwingine angependa kujua kwamba nini kinachohitajika ili mtu aweze kujiunga na kuanza kuwekeza iGrowth. Kwa hiyo nadhani tuanze hapo, introduction kidogo, nini anahitaji ili aweze kuanza kuwekeza iGrowth, au mifuko yote tu tukava kwa ujumla, alafu twende iGrowth imewekeza wapi. Okay, asante. Nitaanza na kwa ujumla, mtu akitaka kuwekeza na sisi katika mifuko yetu, cha kwanza atakachohitajika ni kufungua account ya uwekezaji na sisi, awe mteja wetu, ambapo anaweza akafanya hivyo kupitia app yetu, ambavyo vitu muhimu atakavyohitaji ni namba yake ya NIDA au passport, lakini pia bank account number ambayo itatumika kwa ajili ya kufanya miamala na sisi. Baada ya kukamilisha hivyo, kila mfuko unakuwa na kiasi cha chini cha kuanzia. Kwa mfuko kama iCash, iGrowth, iSave na Iman, yote ni shilingi 100,000 ya Kitanzania, na huko anaweza akaruhusiwa kuongeza kwa shilingi 10,000 katika kila uwekezaji wake. Lakini kwa mfuko wa iIncome ni shilingi milioni 10 za Kitanzania, na kwa mfuko wetu wa iDollar ni dola 1,000. Sasa nitarudi katika iGrowth. Sasa imewekeza katika nini haswa? Kawaida hata unaweza kuangalia katika ripoti tulioitoa hapa leo, haijaonyesha kwa kina tumewekeza wapi, lakini unaweza ukapata taarifa hiyo katika matokeo yetu ya mwaka mzima ya mwaka jana, mwaka 2025, ambao unapatikana katika website yetu. Utaweza kuona iGrowth iliwekeza katika nini
haswa kwa mwaka jana, lakini kwa haraka haraka iGrowth inawekeza katika kampuni ambazo zinafanya vizuri katika soko la hisa ya Dar es Salaam. Kwa tunaongelea kampuni kama NMB, CRDB, zote unaweza ukazikuta katika mfuko wa iGrowth. Labda hiyo inaweza ikawa imeweza kutatua swali hili. Asante sana. Nadhani pia hapo alivyosema Chris kuhusu namna ya kujiunga katika hizi account, tunaomba tukumbushe kwamba unaweza ukajiunga au ukatengeneza account aina 4 hapa iTrust. Kujibu swali la Stella aliyeuliza mna mfuko wowote kwa ajili ya watoto. Unaweza ukatengeneza account ya binafsi individual, unaweza uka create au ukatengeneza account ya minor, yani mtoto, unaweza ukatengeneza account ya joint ya watu wawili, pia unaweza uka create account ya kampuni. Na kwa sasa hivi nikijibu swali la ninaweza kuona investment summary ya minor account, specifically ETF kupitia app, ndio unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye, ukishatengeneza profile, unatakiwa kwenda kwenye portal, ulink ile account ya minor. Kama una account ya kampuni pia, account zako zote unazilink kwenye profile moja, na ukienda kwenye app yako utaweza kuhama kutoka account moja hadi nyingine na kuwekeza moja kwa moja kirahisi zaidi kwenye app. Kwa hiyo ndio unaweza ukaona investment summary au portfolio ya minor account. Kama una mtoto mmoja, kama una watoto wawili, zote zinakuwepo pale kwenye profile yako. Na hiyo inakurahisishia ukitaka kuwekeza zaidi kwenye ETF kwa ajili ya watoto, unaweza ukafanya hivyo kwa kuinunua katika soko la DSE. Ningependa pia kuwakumbusha kama mna maswali yote, mnaruhusiwa kuendelea kuyauliza kwenye chat, bado tuna muda kidogo. Yes, hili tulishalijibu. Dola tayari. Yes. Ningependa kuwakumbusha karibuni, nadhani Prof tumeajibu yote yaliyopo. Lakini Nadhani kama kuna nitaongezea kwenye hili yes, swala please. la Stella akiuliza kuna mfuko wowote kwa ajili ya watoto. Hamna mfuko ambao ni specific kwa ajili ya watoto, lakini kawaida kwa sababu watoto wanakuwa na muda mrefu wa kuwekeza, hizo hela wataziacha zikue ili wazitumie labda watakapoenda kusoma elimu ya juu au labda watakapoanzia maisha. Wanaweza kuwa na miaka mingi sana, 10 au zaidi hata katika uwekezaji. Kawaida katika njia kama hiyo, kuwekeza katika zile growth funds kama ETF na iGrowth zitakuwa zinawasaidia sana watoto, na hicho ndio ambacho nimefanya kwa ajili ya watoto wangu wenyewe. Na naona kwamba itakuwa ndio inawafaa zaidi, kwa sababu wao watakuwepo kwenye hizo mifuko kwa muda mrefu mpaka watakapokuwa watu wazima, na that stage wao wenyewe wataamua wanataka kuwekeza vipi hizo hela zao. Lakini kwa watoto wengi nadhani kuwawekea katika mifuko kama hiyo, na vilevile kama kuna mtoto ambaye ana muda specific, kwa mfano labda atakuwa anaenda university katika miaka 3, 4, 5, then unaweza ukawekeza katika zile mifuko ambayo ni zina hatarishi ndogo, very safe investments kama iSave ambayo itawapatia returns, na utakuwa na uhakika kwamba hizo hela zitakuwepo wakienda chuo kikuu, na utaweza kuwalipia fees zao. Kwa hiyo unaweza ukachanganya katika uwekezaji kwenye vitu kama iGrowth na ETF pamoja na vile safe investment kama very ultra safe investment kama iSave. Thank you very much Prof kwa ufafanuzi huo. Pia kuna swali kutoka kwa Tobias, naomba kujua namna ya kuangalia shares nilizonunua kabla ya ETF haijatangazwa DSE au haijaorodheshwa DSE, maana kwa sasa naona nilizonunua baada ya kuorodheshwa DSE. Nadhani labda tuweze tukatoa ufafanuzi kidogo, lakini Tobias, tunaomba ututumie namba yako ya simu na tutawasiliana na wewe kuona kama changamoto yako tumeweza kuijibu na kuitatua. Karibuni. Tumeelewa swali lake? Naomba kujua namna ya kuangalia shares nilizonunua kabla ya ETF
haijaorodheshwa DSE. Maana kwa sasa naona nilizonunua baada ya kuorodheshwa DSE. Kwa hiyo nadhani alinunua wakati wa IPO, baada ya kuorodheshwa akanunua nyingine. Sasa zile za IPO hazioni, anaona za baada ya kuorodheshwa. Yeah. Nafikiri Winnie nadhani kuna sababu nyingi zinaweza kufanya hivyo, labda zilinunuliwa kupitia kwa broker mwingine. Kwa hiyo iTrust sisi haiko linked na labda akaunti yako ya hapa iTrust, lakini kujua kwamba una hisa ngapi katika ETF tunaweza tukafanya hivyo. Tobias, ukishawasiliana na sisi utaangalia kwamba sababu ambazo imeletea kwamba zile ambazo ulinunua kwenye IPO au ulizonunua kabla hazionekani. Labda inawezekana kuna akaunti nyingine, CDS nyingine au broker mwingine ambayo haiko linked na app yetu. Kwa hiyo tutaangalia na tutaitatua hilo changamoto. Naomba wasiliana na watu wetu wa customer service. Tobias, asante, tumepokea email yako. Kama unaweza ukatutumia na namba ya simu kwa host na panelist peke yake, na tutawasiliana na wewe. Kulikuwa na swali au tubaki kwenye ETF. Kwenye ETF nimeona kuwa gawio mmepokea na ETF yenu haitoi gawio. Je, hilo gawio mtaongeza hisa au kuna namna nyingine mnafanya? Okay, asante Winnie. Wakati tunaanza mfuko wetu wa ETF during kipindi cha IPO, prospectus yetu ilionyesha na ilielezea kabisa kwamba magawio yoyote ambayo tungepokea kutokana na uwekezaji wetu yangetumika kufanya reinvestment au tungeenda kuiwekeza tena ile hela. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba katika yale magawio ambayo tumeweza kupokea, tunaenda kununua tena zile hisa za makampuni mbalimbali ili kuendelea kuboresha tunasema portfolio yetu endelee kukaa vizuri. Kwa hiyo hatutoi magawio kwa mwekezaji, lakini kitakachoenda kufanyika ni kuongeza thamani ya uwekezaji. Kwa tunaona kwamba ile thamani halisi ya kipande inaendelea kukua. Asante. Tumepata, nadhani hili ni swali pekee la mfuko wa Iman. Nadhani kabla hatujalijibu pia kama tungeweza kuelezea kitu gani kinaufanya huu mfuko wa Iman uwe tofauti na mifuko mingine. Lakini Iman Fund, pesa mnawekeza wapi? Vipi ni potentially growth huko ambako mmewekeza? Kwa hiyo kama tungeweza kuongelea kidogo tofauti ya Iman Fund na mifuko mingine na iGrowth pia, alafu imewekeza wapi? Mimi nitasaidia kwenye hili swali kidogo. Mfuko wa Iman inafuata sheria na misingi ya misingi ya sheria na inawekeza katika hisa na sukuk. Kwa hiyo kuna hati fungani za sukuk ambayo inawekeza, na ukiangalia katika ulichobadilika karibuni ni kwamba wanahisa wa hii mfuko wa Iman walipitisha mabadiliko kidogo katika uwekezaji wao kwamba inaruhusiwa kuweka katika East Africa, na hiyo ilipitishwa na mamlaka yetu ya CMSA. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi itakuwa inawekeza kwenye hisa ambazo ziko nje ya Tanzania ambazo nazo zinafuata misingi ya sharia. Kwa hiyo hizo hisa ni kama Safaricom kwenye telecommunication, MTN Uganda na hisa zingine. Kwa hiyo imeshaanza kuwekeza katika hizo hisa nyingine. Kwa sasa hivi uwekezaji wake mostly iko kwenye sukuk kwa 80%, iko kwenye hisa kama za simenti hizi kama Tanga Cement, Twiga Cement kwa 17%, na vilevile inawekeza kwenye mabenki ambayo yako kwenye misingi ya sheria ambayo kama 3.9% kwa ile cash ambayo hii mfuko unao. Kwa hiyo hizo ndio uwekezaji unaofanyika na zote ziko sharia compliant, inasimamiwa na sharia committee, na vilevile tunazipitia hizo kila miezi michache kuangalia kwamba matokeo yanapotoka kweli hiyo kampuni ambayo tumewekeza bado inaendelea kuwa sharia compliant. Kwa hiyo hapo kuna makampuni kama hayo niliyotaja za simenti, za telecommunication, mawasiliano, hizo kampuni ambazo zimepita kwenye kitu tunachoita sharia compliance filter. Kwa hiyo kuna filter ambayo tunatumia, kuna policy ambayo tunayo, na vilevile inapotokea kwamba tunapata gawio ambayo labda ina component ndogo ya ambayo sio compliant,
hizo tunazitoa katika charity. Kwa hiyo inatolewa kama charity ili kufanya kitu inaitwa purification. Kwa hiyo naombeni msome ile document ya Iman Fund, itakutoa maelekezo hayo yote. Hiyo document ya hiyo information memorandum yake ipo kwenye website ya iTrust. Asante sana Prof. Kuna swali haya maswali mawili nitaunganisha pamoja. Anauliza kuhusu mfuko wa kianzio cha milioni 10 ni upi? Na kuna mwingine anauliza kwamba naomba mrudie tena viingilio vya mifuko. Nadhani kama Neema unaweza ukatuambia, hasa usisahau na ETF pia. Hii mifuko, kwa nini kiingilio kipo kiasi hicho, na mtu akiwekeza kwa mara kwanza na baada ya hapo utaratibu unakuwaje? Karibu. Okay. Asante. Nitaanza na mtu aliyeuliza kuhusu kiingilio cha milioni 10 ni kwa mfuko upi. Kwa mfuko wetu wa iIncome kiingilio chake ni milioni 10, na hii ndio kiingilio kilichoko juu zaidi ya mifuko yetu yote, na unaweza kujiuliza ni kwa sababu gani iIncome ni milioni 10 alafu mifuko mingine ni 100,000. iIncome ni milioni 10 kwa sababu iIncome kila mwezi tunakuwa sehemu ya faida iliyopatikana kwenye uwekezaji ndani ya huo mwezi inalipwa kwa mwekezaji, na sehemu nyingine ya faida inarudishwa kwenye mfuko kuendelea kuwekezwa. Sasa ili tukulipe wewe mwekezaji faida, pesa ambayo itaweza kukusaidia wewe kwenye matumizi yako kila siku, inabidi uwe umewekeza kiasi cha juu kidogo. Ndio maana tukasema milioni 10. Kwa hiyo mtu anapoanza kuwekeza milioni 10 na kuendelea, hii inaweza kumfanya yeye kupata mwisho wa mwezi anaweza kupata kiasi cha pesa ambacho kiko decent enough ya yeye kwenda kuendelea na obligations, financial obligations ambazo anakuwa anazipata ndani ya miezi inayofuatia. Tukija kwenye mfuko wetu wa iCash, kiingilio chenyewe ni 100,000. Kabla sijahamia kwenye iCash, iIncome unaanza na milioni 10, lakini unavyotaka ukishaanza na milioni 10, ukitaka kuongeza hela muda wowote, saa yoyote, unaweza kuanza kuongeza kuanzia shilingi 100,000 na kuendelea. Kwa unaanza tu na milioni 10, ukishaweka milioni 10 mara ya kwanza, unaendelea kuweka 100,000 kuendelea. Tukija kwenye mfuko wetu wa iCash unaanza na 100,000. Ukishaanza na 100,000, siku nyingine unataka kuongeza hela, unaweza kuanza kwa shilingi 10,000 na kuendelea. Kwa hiyo tunavyo the same for iGrowth, unaanza na 100,000 lakini unaendelea kuongeza 10,000 kuendelea. iSave the same thing, 100,000 unaweza kuanza kuongeza 10,000. Pamoja na Iman 100,000 unaweza kuendelea kuongeza 10,000. Tunavyoweka hivi viingilio haikulimit wewe mwekezaji kwamba ni lazima tu uanze na 100,000. Hapana, unaweza 100,000 kuendelea. Kwa let's say una 200,000, una 500,000, una milioni 10, una milioni 100, ni wewe tu. Lakini ndio tunavyosema unaweza kuanzia kwa shilingi 10,000 kuendelea. Pia hatukulimit wewe mwekezaji kuanza tu na shilingi 10,000. Tunasema unaweza kuweka 12,000, 50,000 na kuendelea. Yes. Sawa. Nadhani ETF pia tunaelewa kwamba ilikuwa IPO, kulikuwa na kiingilio chake, lakini sasa hivi mtu akitaka kuwekeza katika ETF utaratibu ukoje? Okay, kwa sasa mtu akitaka kuwekeza kwenye ETF anaenda moja kwa moja kwenye DSE au application yetu, unaenda pale kwenye kununua shares, kwa sababu ETF japokuwa ni mfuko, lakini una trade kwenye soko la hisa kama shares za makampuni mengine zinavyokuwa zina trade. Kwa hiyo unapotaka kununua shares sasa hivi, kununua ETF sasa hivi, unaenda moja kwa moja kwenye application yetu, upande wa hisa uta place your order pale, na kwa DSE ni kuanzia shilingi 10,000. Kwa hiyo from 10,000, 10,000, mtu atakayepatikana anataka kuuza share za ETF katika huo muda na katika price ambayo wewe unataka kununulia, akipatikana huyo muuzaji, basi wewe utakuwa umepata mtu anataka kukuuzia, na wewe utazinunua zile hisa, zitasettle ndani ya siku 2 na zitakuwa za kwako. Asante sana Neema.
Prof, kabla hatujamaliza session yetu, kuna chochote kile ambacho ungependa kumalizia nacho? Nadhani kuhighlight pia bond ya Hatua Bond inayoanza Jumatatu, na labda kama unataka kutuambia iTrust tunaleta nini kwa hii miezi mitano iliyobaki? Asante sana. I think nitaanza na swali la nyongeza ya Steven ambaye anauliza kwa nini iIncome ina kianzio kikubwa. iIncome kazi yake ni kuwapatia watu income. Kwa hiyo kila mwezi faida inayopatikana inagawiwa kwa wale watu ambao wako kwenye huo mfuko, na mfuko intention yake ni kwamba ni mfuko ambao unakupa wewe income. Ukiweka hela zako pale, faida inayotengenezwa katika ile mwezi karibu 90% ya hiyo faida inagawiwa. Kwa hiyo ili kupata faida ya kutosha kugawiwa, ukichukua kama 100,000 ukatengeneza lese 1% kwa mwezi, ina maana shilingi 1,000. Kwa hiyo kugawa shilingi 1,000, ile cost ya kuituma kwako wewe upate shilingi 1,000 kwa sababu uliweka 100,000 inakuwa ndogo sana. Kwa hiyo usually hii iko intended kwa retirees, kwa wale watu ambao labda wanataka kuishi kwa income inayotokana na ile uwekezaji wao kila mwezi. Kwa hiyo kila mwezi utakapoisha, mwezi unaofuata katika siku 10 za mwanzo utakuta kwamba wale wanahisa wote wa mfuko wanapewa hiyo gawio yao, kwa sababu iIncome is a unique fund, na hiyo ndio imeleta hiyo milioni 1, kwa sababu milioni 10. Ukichukua milioni 10 hata 1% ni 100,000. Kwa hiyo ukimtumia mtu 100,000 inakuwa at least hela ambayo inaweza kumsaidia kama income. Mara nyingi mtu ambaye anawekeza hela ndogo sio anatafuta income, anachotafuta ni ukuaji, anatafuta growth ili aweze kuongeza mtaji wake. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti ya income na mifuko mingine yote. It is intended kwa wale watu ambao wanataka regular monthly income, kila mwezi wapate mapato kiasi fulani. Kwa hiyo inagawa hiyo mapato yake, na ili hiyo mapato yake yaweze kugawika economically, ili isije ile makato na transfer costs zikawa so big kwamba shilingi 1,000 inakuwa imekatwa yote, kwa hiyo mtu apate chochote. Sasa hiyo hatuwezi kufanya hivyo, lazima tuweke kikomo ambayo inaweza kuwa economical kwa yule mwekezaji. Sisi kazi yetu at iTrust ni kwamba tunataka watu waweze kuwa empowered, waweze kuwezeshwa, sio kwamba tufanye vitu ambavyo badala ya kuwasaidia wawekezaji wetu iwe inawaletea economic loss. Kwa hiyo hiyo nilitaka niseme. Na kuhusu bondi inayokuja wiki ijayo, tunatoa bondi ya benki ya I&M. Hii benki ya I&M ni benki ambayo iko East Africa nzima, makao makuu yake iko Kenya, imeorodheshwa katika soko la hisa la Nairobi Stock Exchange. Wana benki yao hapa subsidiary ambayo iko Tanzania, inaitwa I&M Bank. Inawezekana wengine nyinyi ni wateja wa hiyo benki. Kwa hiyo imekuwa hapa Tanzania kwa miaka, yani it's not a bank ambayo ya jana wala juzi, imekuwa hapa kwa muda mrefu sana, na inatoa hati fungani yake ya kwanza, na sisi iTrust ndio transaction advisors. Kwa hiyo itakuwepo kwenye app yetu, itakuwepo kwenye portal yetu. Tunaianzisha wiki ijayo Jumatatu. Kwa wale wote ambao wanataka kuwekeza kwenye hati fungani hii, itakuwa inawatolea gawio la 13%, na hiyo gawio italipwa kwa mara 4 quarterly, kila miezi mitatu tutakuwa napata quarter portion ya hiyo gawio ya 13%. Kwa hiyo ni bondi ambayo tunaiona inaleta mafanikio kwenye soko letu, na tunawakaribisha wote mwekeze. Hilo swali la mwisho la vitu ambavyo iTrust tunaleta, nadhani hiyo Hatua Bond ni mojawapo, lakini mwaka bado haujaisha, na tutaleta vitu vingine ambavyo tutawajulisheni zikishapata idhini ya mamlaka yetu ambayo inatusimamia ya CMSA. Nashukuru. Asante sana Prof. Kwa kujua iTrust inaleta vitu gani, tafadhali fuatilia page zetu za mitandao ya kijamii, na pia tutaendelea kuwasiliana na nyinyi kwa kupitia email. Kwa hiyo tutaendelea kuwajuza, msiwe na wasiwasi. Tungependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa wote mliochukua muda wenu na kuungana nasi katika hii webinar. Na pia tungependa kuwakumbusha kwamba imerekodiwa, hivyo itakuwa available YouTube. Kama kuna mtu unamjua aliyekosa hii session, unaweza ukamwambia, na kesho itakuwa available YouTube.
Baada ya kusema hayo, tungependa kuwashukuru na tunawatakia jioni njema. Asante.